Bana, tuko Masjid Maamur hapa. Hali inayotawala hapa ni ya majonzi makubwa sana mara baada ya kupata taarifa za kifo cha marehemu Hashim Kambi, msanii nguli wa filamu wa Tanzania. Niko na mkubwa hapa Ringo, nizungumze naye mawili matatu, atuambie kuhusiana na alipotokea msiba huu. Karingo, kwema? Kwema ndugu yangu, nashukuru. Tukipoa naona bwana, kiona siku nyingine kama hivi ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tia neno mara baada ya kupata taarifa za msiba wa marehemu Hashim Kambi. Baada ya kupata taarifa za msiba wa Hashim Kambi. Bwana, mimi kwanza msiba umenikuta kwenye kazi, nilikuwa Msongola kwa ndugu yangu hapa meneja Dare, alikuwa na kazi yake, nilikuwa mimi na Masantula kuna Bambo. Mwanzo taarifa nadhani nilianza kuiona kitu kama Masantula hivi kwenye mtandao. Najua tena taarifa siku hizi mambo mitandao imekuwa tofauti, kwa hiyo kuchukua hatua kwa haraka. Kwa tukajaribu kuingia kwenye mitandao tofauti, unaona bwana, kaangalia kwenye magrupu, kuhakikisha kweli mzee wetu ametoka. Umepokea kwa namna gani kwa sababu ni pengo kwenye tasnia ya uigizaji Afrika, Tanzania kwa ujumla? Bwana, jambo lote la msiba lolote lile, hata mtu kama mfahamu lakini umesikia amefariki, inakuwa inaumiza, lakini mzee umetuumiza zaidi kwa sababu ni mzee wetu. Unaona, japo mimi sijawahi kufanya naye kazi, lakini nishakutana naye sehemu tofauti. Ni mzee fulani mkarimu sana. Unaona, imetuuma wana tasnia. Tosha alikuwa mwigizaji mzuri, lakini pia kama unavyojua kwenye tasnia yetu wazee tunawategemea wapo wachache, tofauti na vijana. Najua vijana tupo wengi, umeelewa? Kwa hiyo ni pengo kubwa kwa tasnia. Tasnia inazidi kuondokewa na Wakongo, na kwa sababu njia hiyo yote ni moja, nyinyi vijana pia mtafikia katika vipindi vya ukongwe. Pengine kupitia alama ya Hashim Kambi, ni legacy gani mtakuwa mnazidi kutengeneza kwa tasnia? Kikubwa na tutachukua yale ya kwake mema, unaona, na tutachukua vile vitu alivyokuwa anavifanya kwenye tasnia yetu, unaona bwana. Kikubwa na sisi Mwenyezi Mungu kama atatufikisha alipomfikisha mzee wetu inshallah, basi tutakomaa, tutachukua yale mazuri yake hayo yaacha, lakini na imani amefanya vitu vizuri na ametuachia darasa zuri wasanii. Sasa ambacho leo hapa tupo mchanganyiko, wapo comedian, wapo waigizaji wa serious, yote ni kitu kimoja. Mwisho wa siku kwenye matatizo, kwenye furaha huwa tunakutana. Ndio binadamu ndio. Yote la kumalizia ambalo pengine unazidi kujifunza unapohudhuria kwenye mambo kama haya? Najifunza ni shiriki vitu vya watu sana, kwa sababu haya mambo yanamtokea kila mtu, unaelewa, yanatokea kila mtu. Kwa hiyo pia ni washauri hata na watu wengine, wasanii wenzangu, kama uko Dar es Salaam hapa na una nafasi, na hata kama unafanya kazi ambayo unaweza kaomba kwa muda mfupi, kwa sababu swala la kuzika ni swala la siku moja tu, unaweza kaja ukashiriki kwenye jambo la mwenzio na mambo mengine yakaendelea, kwa sababu inabidi kushikana mikono, unaona, sababu pia utokee kwenye mambo ya wenzio kila siku, watu wakipita wanaona mwenzetu mbona yupo na sisi. Kwa siku nyingine watu wanaweza kukumwaga na wewe pia, unaona. Kwa lazima pia kitu kimoja, tupendane, na sio tu kwenye tasnia ya movie, hata ukiwa na majirani zako shiriki kwenye matukio kama haya. Hicho ndio kitu kikubwa. Shukrani sana. Pamoja sana ndugu yangu.
Hata ananiambia mimi si. Niambia nimeshafahamu. Mnapiga JB? Mike atashika kweli? Kweli alikuja mwanzo ilikuwa kama si. Lakini pia alikuwa nimemzoea na yale marasta yote. Kwa hiyo ilichukua muda sana mpaka kujua na baadaye sasa nilipojua ikabidi nijitengeneze kama hapo. Kwa sijamsahau. Nachangisha kitu kingine nachangisha. Vipi ndugu yangu?